Kuna neno moja ambalo makocha wengi haswa wa Tanzania wamekuwa wakilitumia sana, haswa wanapofanyiwa mahojiano na vyombo vya habari baada ya mchezo. Hii kauli imekuwa ikitumika, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Imekuwa ikitumika sana, lakini nini hasa siri nyuma ya kauli hii? Hiyo ni kauli maarufu iliyozoeleka kwa makocha au wachezaji wa timu mbalimbali nchini ambao wamekuwa wakiitumia baada ya mchezo, yani unapomalizika mchezo. Kauli hiyo imekuwa maarufu zaidi kwa makocha au wachezaji wazao kwa maana ya Tanzania, tofauti na inayotumiwa na wale wa kigeni ambao mara nyingi wanapohojiwa wamekuwa wakieleza moja kwa moja mchezo wa siku husika na wala sio vinginevyo. Mwanaspoti imehoji baadhi ya makocha na wachezaji mbalimbali kutaka kujua kilichokuwa siri ya kauli hiyo ambayo imekuwa gumzo, huku ikionekana wazi ni kama maelekezo baina ya makocha na wachezaji wanapokwenda kufanya mahojiano. Kocha wa zamani wa Ruvu Shooting na Yanga ambaye kwa sasa anaifundisha Ngorongoro Heroes, Charles Boniface Mkwasa Master, anasema kutumia kauli hiyo ni tatizo kwa sababu kila jambo ni la Mwenyezi Mungu. Hivyo tunapomshukuru ni swala la utamaduni wetu. Hata wenzetu nje unaona wanasema thank you God, wakimaanisha kumshukuru Mungu. Unapoona makocha, wachezaji au mtu yeyote anashukuru, huyo ni muungwana. Sisi wa Tanzania ni wakarimu, hivyo sishangai jambo hilo zaidi ya kupongeza kinachofanyika, asema kocha huyo Charles Boniface Mkwasa. Mkwasa anaongeza kuwa hakuna kilicho nyuma ya makocha au wachezaji kutoka kauli hiyo. Hivyo watu waache dhana potofu kwamba huenda kuna kitu tofauti, na badala yake waamini katika imani za kidini na kumrudia Mungu. Nyota wa zamani wa klabu ya Simba, Yanga na timu ya taifa Tanzania Taifa Stars za moyoni Mogela Golden Boy anasema swala la imani ni la mtu binafsi na hawezi kuzungumzia kwa sababu kila mmoja anaamini ambacho anaona kina faida kwake. Namnukuu, unapozungumzia imani ya mtu ni swala pana sana ambalo linaweza kuleta mijadala mingi kwa sababu ni sehemu ambayo kila mmoja ana mtazamo wake, kwa maana inagusa hata maslahi binafsi. Kwangu naona ni kawaida tu na naheshimu mitazamo yao, anasema za moyoni Mogela. Mchezaji wa Mashujaa Jafari Kibaya, mshambuliaji huyo, anasema unapokuwa uwanjani ni kama uko vitani, hivyo unapaswa kumshukuru Mungu kwa kila kinachokutokea kwa sababu unakutana na vitu vingi ambavyo vinaweza hata kuhatarisha afya ya mwili. Namnukuu, sisi wachezaji tunakutana na vitu vingi sana kutokana na aina ya kazi yetu. Unapoingia uwanjani na ukabahatika kutoka salama ni jambo la kushukuru. Ndio maana tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu anatupigania kwenye mazingira magumu, anasema Jafari Kibaya. Mshambuliaji wa Ken Gold Joshua Ibrahim anasema katika maisha yake amelelewa kwenye maadili ya dini, hivyo kumshukuru Mungu kwa kila jambo analolifanya ni kawaida kwake na hajawahi kujutia katika maisha yake. Namnukuu, siwezi kufanya jambo lolote kabla ya kumwomba Mungu. Naamini ndiye Mwokozi wangu na sitafanikiwa kwa chochote kila bila yeye. Kazi yetu ni ngumu na yenye changamoto, hivyo unapaswa kuomba na kushukuru kabla baada ya mchezo husika pia, anasema hayo Ibrahim Joshua. Kocha wa Mashujaa Abdalla Mohamed Bares anasema hakuna dhana potofu kwa makocha au wachezaji kumshukuru Mungu kwa kile wanachofanya kabla na baada ya mchezo, akiamini imani ni kubwa na hasa kutokana na changamoto zilizopo uwanjani. Namnukuu, kwangu Mwenyezi Mungu ndio kila kitu. Kusema kwamba wachezaji au makocha wanakaririshwa kauli hizo sio kweli, kwa sababu wapo ambao hawasemi na huwezi kumlazimisha mtu. Ni jambo ambalo limekaa kiimani zaidi na wala sio vinginevyo, anasema Baresi. Aliyekuwa kocha mkuu wa Mtibwa Sugar na KMC Habibu Kondo anasema haina maana makocha au wachezaji wanapoanza kwa kumshukuru Mungu ni jambo baya au la kuiga, isipokuwa ni utamaduni wa Mtanzania kushukuru. Namnukuu Habibu Kondo.
mimi sioni shida mtu akianza kumshukuru Mungu na baada ya hapo akaendelea kuongelea kiufundi mchezo husika ulivyokuwa. Ukisema wenzetu wa nje hawafanyi hivyo ni kukosea, kwa sababu wao wana imani zao na sio lazima tufanane nao, anasema Habibu Kondo. Licha ya maoni na mitazamo hiyo, ila imekuwa ni tofauti kwa makocha Miguel Gamondi wa klabu ya Yanga, Fadlu Davis wa Simba na Rashid Tausi wa Azam FC, ambao wamekuwa wakifanyiwa mahojiano na kuelezea mchezo husika moja kwa moja kimbinu zaidi. Kutomtaja Mwenyezi Mungu katika mahojiano kabla na baada ya mchezo kwa makocha haina maana kwamba hawana imani zaidi za kidini mioyoni mwao, isipokuwa ni utamaduni waliojiwekea kama walivyokuwa kwa wazao ambao wamezoea kutumia kauli hiyo. Hii ni kuhusiana na kauli ya tunamshukuru Mungu, namshukuru Mwenyezi Mungu. Tumejaribu kudadavua kiundani kwamba ni kipi hasa ambacho kiko nyuma ya neno hili ambalo linatumika mara baada ya kumalizika kwa mchezo. Wachezaji na makocha wamekuwa wakifanywa mahojiano na wenyewe wamekuwa wakitanguliza kauli hiyo mbele. Ni kipi hasa kilichokuwa kinafunika ama kiko nyuma ya pazia, nyuma ya neno hilo? Lakini tumebaini kwamba ni imani na ni desturi ya matamaduni ya mtu kuweza kufanya hivyo, kumshukuru Mwenyezi Mungu baada ya kazi ngumu ambayo ametoka kuifanya na akaimaliza kwa usalama, aidha kwa ushindi au kwa kupoteza au kwa sare. Mara zote wachezaji na makocha wamekuwa wakishukuru Mungu. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Rinyo Update TV kwa ajili ya kupata taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Karibu katika Rinyo Updates kwa taarifa mbalimbali za kimichezo. Hapa utapata uchambuzi, matokeo na matokeo mbalimbali ya kimichezo, burudani, lakini pia habari mbalimbali za kisiasa, kijamii, kidiplomasia na nyinginezo nyingi zaidi. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Rinyo Update TV kwa taarifa hizi kem. Hapa ndo kwake.